Mwanamke alimdharau rafiki yake wa zamani kwa kuuza mahindi. Hautaamini kilichotokea baadaye. Mara na Clara walikuwa zaidi ya marafiki tu. Walikuwa kama dada. Waliishi katika kiwanja kimoja, walishiriki chakula, kazi za nyumbani na hata siri. Tangu siku zao za chekechea, walifanya kila kitu pamoja. Iwe ni kula kutoka kwenye sanduku moja la chakula cha mchana, kushindwa mtihani mmoja wa hesabu, au kusongea siri wakati wa masomo ya usiku, walikuwa wasiotengana. Walimu waliwapa jina nusu mbili za embe. Kila wakati watamu na kila wakati pamoja. Kama unapenda hadithi kama hii, tafadhali bofya kitufe cha kupenda, shiriki na jiandikishe. Tuambie unatazama kutoka wapi. Clara alitoka familia yenye uwezo kidogo zaidi. Wazazi wake walifanya kazi na kampuni kubwa na walijulikana katika mtaa. Upande wa Mara ulikuwa tofauti. Wazazi wake walikuwa wafanyabiashara wa kawaida, wakisimamia duka lao dogo na kufanya bidii kuwapa familia. Lakini tofauti hizi hazikuwahi kuwa muhimu kwa wasichana hao. Uhusiano wao ulikuwa safi. Baada ya shule ya sekondari, mambo yalibadilika. Wazazi wa Clara walihamishiwa jiji lingine kwa ajili ya kazi, na kama hivyo tu, uhusiano wao ulianza kufifia. Kuaga kulikuwa na machozi. Waliahidi kupiga simu, kuandika barua, kutembelea, lakini kama ilivyokuwa maisha, umbali ulikuwa zaidi ya maili tu. Uliumba ukimya kati yao. Ujumbe ulipungua, kisha ukaacha kabisa. Mbele miaka 5. Clara alikuwa sasa katika miaka yake ya mapema ya 20. Amevaa koti la kibiashara lenye mng'ao, akiendesha gari lake la wastani njiani kwenda kufunga mkataba wa kampuni. Kipodozi chake kilikuwa safi, ujasiri wake mkali. Alikuwa amefanya kazi kwa bidii kwa ajili ya wakati huu. Alipokuwa akingoja kwenye kituo cha trafiki, kitu au mtu fulani kilimvutia jicho. Kando ya barabara chini ya jua kali, kulikuwa na kibanda kidogo cha mahindi cha mbao. Mwanamke alisimama nyuma yake. Amevaa suruali ya jeans iliyofifirika na shati rahisi, akiita kwa furaha. Mahindi matamu, safi na ya moto. Clara alikaribisha macho. Sauti hiyo, uso huu, tabasamu hili, ilikuwa Mara. Clara alipepesa kwa kutokusadiki. Je, ingeweza kuwa yeye kweli? Rais wao wa zamani wa darasa, rafiki yake bora. Udadisi ulimshinda. Clara aliegesha gari na kutoka nje, viatu vyake vya kisigino vikilia kwenye njia. Mara aliangalia juu na uso wake uliangaza mara moja. Clara, Clara, ni wewe kweli? Alifurahi akienda mbele, mikono yake wazi. Lakini badala ya kumkumbatia rafiki yake wa zamani, Clara alitoa simu yake na kuanza kurekodi. Vizuri, 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 alisema kwa tabasamu la kejeli. Tazama nimemkuta nani, rais wetu wa darasa, malkia wa midahalo ya shule. Sasa anauza mahindi kando ya barabara. Je, maisha si ya kuchekesha? Tabasamu la Mara polepole likafifia. Mikono yake ilishuka. Sauti yake ilinaswa kooni. Clara aliendelea, akicheka kwa uchungu. Tafadhali usimwambie mtu yoyote tulikuwa marafiki. Sasa ninazunguka na tabaka tofauti. Siwezi kuonekana na mtu kama wewe. Kisha alitoa noti ya naira 500 na kumtupia kwenye miguu ya Mara. Chukua, jilishe au kitu. Alirudi kwenye gari lake, akapiga mlango na kuondoka akijivuna na kujisifu. Kile Clara hakujua ni kwamba Bwana Lawrence, mkurugenzi mkuu aliyekuwa akienda kukutana naye kwa ajili ya mkataba wake, alikuwa ameshuhudia tukio zima kutoka kwenye gari lake upande wa pili wa barabara. Alitazama kimya kimya. Aliona machozi machoni mwa Mara na akafanya kumbukumbu ya akilini kimya kimya. Clara aliingia kwenye Lawrence Holdings kwa kiburi chote cha ulimwengu. Kipodozi chake kilikuwa bila kasoro. Manukato yake yalikuwa ghali na mavazi yake yalipaza mafanikio. Leo alikuwa hapa kuhakikisha deal kubwa ya kazi yake. Mkataba ambao ungeweza kuinua biashara yake na kuweka jina lake miongoni mwa wakuu.
Ndani ya chumba cha kungoja cha kifahari, alirudia maneno yake kimya kimya. Huu ulikuwa wakati wake. Bwana Lawrence atakuona sasa. Aliingia ndani ya ofisi kwa ujasiri, akimpa mkono wa salamu ya adabu. Bwana Lawrence alimwamkua kwa tabasamu ambalo halikufikia macho yake. Tafadhali, kaa. Clara alika na kumpa faili yake. Kila kitu unachohitaji kiko ndani bwana. Alikiangalia. Una wasifu wa kuvutia. Asante. Clara alifurahi. Kampuni yangu imetoa ubora katika ushirikiano wetu wote hadi sasa. Kulikuwa na wakati wa ukimya kabla Bwana Lawrence hajaangalia juu. Mapema leo, je, kitu kilitokea kati yako na mwanamke anayeuza mahindi kando ya barabara? Clara alipepesa, akishikwa bila tahadhari. Alicheka kidogo. Oh, mwanamke huyo? Ndiyo, alikuwa mwenzangu wa zamani wa darasa. Mara, ilikuwa ni ya kushangaza kweli. Bwana Lawrence hakusema chochote, akisikiliza. Alikuwa rais wetu wa darasa. Sasa yuko barabarani akiuza mahindi. Ni ya kusikitisha tu. Sikumtambua hata mwanzoni. Maisha yalimpiga vibaya, nadhani. Bado, Bwana Lawrence alibaki kimya. Uso wake haujulikani. Sitaki kusikika mkali, Clara aliongeza kwa kicheko cha kulazimishwa. Lakini sidhani mtu kama huyo anapaswa kuhusianishwa na mimi tena. Hatuko katika tabaka moja. Bwana Lawrence aliunganisha mikono yake polepole. Na je, ulisimama kuuliza kwa nini alikuwa pale? Clara alicheka. Bwana, kwa heshima yote, watu wengine hawahitaji maelezo. Dhahiri hakufanya mengi katika maisha yake. Bwana Lawrence alisimama polepole na kwenda dirishani. Bi Clara, alisema, akimgeukia. Je, unajua kama alienda chuo kikuu? Nilisikia alifanya hivyo, Clara alijibu, akipuuza. Lakini muangalie sasa. Kama alifanya hivyo kweli, asingelikuwa barabarani. Kusita kingine, Bwana Lawrence aliegemea nyuma kwenye kiti chake. Naona. Vizuri. Asante kwa kuja Bi Clara. Nitawasiliana nawe baadaye leo. Clara alisimama bado ana ujasiri na kutabasamu. Nasubiri bwana. Alipokuwa akiondoka, Bwana Lawrence alimtazama akienda kwa kutokuidhimisha kimya kimya. Kurudi kwenye kibanda cha kando ya barabara. Mara alikuwa bado akitunza moto wake. Polepole akioka mahindi ya dhahabu kwenye kuchoma cha chuma. Anga lilikuwa limeanza kugeuka machungwa na jua la kuchwea, wakati SUV nyeusi ilisimama kimya mbele yake. Aliangalia juu kwa tahadhari. Dirisha lenye rangi ilishusha chini. Habari za jioni, mwanaume alisema. Habari za jioni bwana, Mara alijibu kwa adabu. Je, naweza kupata 3? Aliuliza, akiashiria wale wapya waliokuwa wakigeuzwa juu ya mwali. Bila shaka bwana. Aliwazungushia vizuri katika karatasi ya kahawia na kumpa. Hiyo itakuwa naira 9 bwana. Alimpa noti safi. Weka chenji. Asante sana, alijibu akiwa na shukrani. Kisha baada ya kusita aliuliza, je, unakubali nikae niongee kidogo? Mara alimtazama kwa makini na kuashiria kichwa. Tafadhali kaa. Alitoka nje ya SUV na kukaa kwenye kiti kidogo karibu naye. Alikuwa kimya lakini makini. Unaendeshea mahali hapa pako? Aliuliza. Ndiyo bwana, nafanya hivyo, alijibu kwa upole. Aliashiria kichwa akitazama mikono yake, imara na ya kazi. Unaonekana kujitolea, alisema. Bidii, hiyo ni nadra siku hizi. Mara alishusha macho. Waridi mdogo uliinuka kwenye mashavu yake. Aliinama kidogo. Je, ungekuwa tayari kwa fursa ya biashara? Macho yake yalikuwa makubwa. Ndiyo bwana. Mara alikaa kwenye kiti kilichochakaa karibu na moto wake mdogo. Mikono yake ikitetemeka kidogo. Sio kwa hofu, bali kutokusadiki. Mwanaume mwenye nguvu ambaye alikuwa amemnunulia mahindi. Mwanaume aliyekaa kwa utulivu karibu naye. Alikuwa amemtolea kitu ambacho hakuwahi kufikiria. Fursa ya biashara, alirudia.
Bwana Lawrence alitabasamu kwa joto. Ndiyo, nina kampuni inayotumia bidhaa za asili ya mahindi. Tumekuwa tukitafuta njia za kusaidia biashara ndogo na kupata moja kwa moja kutoka sokoni la mitaa. Mara alipepesa. Hakuwa na uhakika kama hili lilikuwa halisi. Niliangalia jinsi kibanda chako kilivyo safi, jinsi mahindi yako yanavyoonekana safi, na jinsi unavyokuwa na adabu. Una kitu watu wengi hawana Mara. Mtazamo wa kazi wa kweli. Asante bwana, alisema, akijitahidi kuzuia machozi. Nimekuwa nikijaribu kuishi tu. Aliashiria kichwa. Niambie, je, ulienda chuo kikuu? Nilifanya hivyo, alisema kwa upole. Nilichaguliwa na shahada ya kwanza katika sayansi na teknolojia ya chakula. Lakini kila kazi niliyoomba waliniambia au nilikuwa na sifa nyingi sana au sikuwa na uhusiano sahihi. Baada ya mwaka wa kujaribu, niliamua kuanza kitu kidogo. Biashara hii ya mahindi. Bwana Lawrence alimtazama kwa kuvutiwa. Hiyo ni ya kuvutia. Mara alitabasamu kidogo, bado akijaribu kuelewa kila kitu. Kwa hivyo, hapa kuna pendekezo langu, aliendelea. Njoo kiwandani kwetu kesho saa 4 asubuhi. Tuone jinsi unavyoweza kuingia katika mnyororo wetu wa usambazaji. Kama mambo yote yataenda vizuri, nataka kukusaidia kupanua. Labda hata kufunga na kuweka alama bidhaa zako za mahindi. Una uwezo Mara, tusiupoteze. Moyo wa Mara ulipiga kwa nguvu kifuani mwake. Mwanaume huyu, mgeni huyu, alikuwa akimpa fursa ambayo alikuwa ameomba wakati wa usiku huo wote wa upweke chini ya nyota. Nitakuwepo bwana, asante sana. Alisimama, akipangusa vumbi la kufikirika kutoka kwenye suruali yake. Leta sampuli ukiweza, na jambo moja zaidi. Aliangalia juu, macho makubwa. Usimruhusu mtu yeyote kukuaibisha kwa mahali ulipo. Hujui ni nani anayeangalia. Kwa hilo, Bwana Lawrence alirudi kwenye SUV yake na kuondoka kwenye jioni la dhahabu. Usiku huo, Mara hakukaa kitanda. Akili yake ilienda mbio na mawazo, hofu, msisimko. Alikaa kwenye meza yake ndogo, kwa makini akipanga mahindi bora kwa kuchoma na kuchemsha, akiyasafisha moja moja. Alipika baadhi kwa mvuke, akachoma wengine, na hata kupanga baadhi na majani na utepe. Mikono yake ilikuwa na uchungu, lakini roho yake ilikuwa hai. Ifikapo asubuhi, alikuwa amepanga kila kitu vizuri kwenye kikapu. Alivaa gauni lake safi zaidi, akalisugua kwa kawaida, na kufunga nywele zake nyuma. Hakuna kipodozi, hakuna manukato. Tu Mara safi wa kazi, tayari kutembea kupitia mlango ambao alikuwa amesubiri miaka kuupata. Alipotoka nje, jirani yake Mama Maria alimuita. Unaenda mapema leo Mara? Mara alitabasamu, macho yake yaking'aa. Ndiyo mama, naenda kubadilisha maisha yangu. Na kwa hilo, alitembea kuelekea kituo cha basi. Sio kama muuzaji wa mahindi wa barabarani, bali kama mwanamke anayeingia kwa ujasiri katika hatima yake. Clara aliingia kwenye sebule yake akivaa viatu vya kisigino vya inchi 6. Mkoba wake wa muundo ukining'inia kwenye mkono mmoja na simu yake ikishikwa kwenye mwingine. Alitupa mkoba kwenye sofa yake nyeupe ya ngozi na kutoa pumzi ya kuridhika. Nilifaulu uwasilishaji huo, alisema mwenyewe, akitabasamu kwenye mfano wake kwenye kioo juu ya TV. Bwana Lawrence lazima amevutiwa. Alimwaga glasi la divai na kukaa, akivuka miguu yake kwa upole, bado akiwasha simu yake kwa simu au ujumbe. Hakuna kitu. Lakini hakuwa na wasiwasi. Wanaume kama Bwana Lawrence walipigia simu daima, alijiambia. Alikuwa amefanya sehemu yake kikamilifu, alivaa smart, alizungumza kwa ujasiri, alionyesha wasifu wake wa wateja wa kielite, na bila shaka alifanya wazi kwamba hakuwa na wakati kwa watu wa kawaida kama wasichana alioona wakiuza mahindi mapema. Alicheka mwenyewe, akitoa video aliyoiweka mtandaoni siku iliyopita. Uso wa Mara, wenye vumbi na uchovu, umeganda katikati ya sentensi wakati sauti ya Clara ilimdhihaki.
Tazama, nimemwona nani leo? Rais wetu wa darasa amekuwa mchochezi wa mahindi wa barabara. Unaweza kufikiria? Maoni yalikuwa mchanganyiko. Wengine walicheka naye, wengine walimkemea. Alipuuza ukosoaji. Watu wenye wivu, alining'inia akinywa divai yake. Asubuhi iliyofuata, Clara aliweka rangi mpya ya lipstick na kuvaa suti yake ya nguvu. Leo, hakika ilikuwa siku Bwana Lawrence angepiga simu. Aliwasha simu yake tena. Hakuna kitu. Kufikia adhuhuri, hamasa ilijitokeza. Alipiga nambari yake. Ililia. Hakuna jibu. Labda yuko kwenye mkutano, alijiambia, akitembea. Alituma barua pepe ya ufuatiliaji ya adabu. Hakuna jibu. Kufikia jioni, Clara alikuwa akitembea kwa nguvu zaidi. Alifungua Instagram na kubofya ukurasa wa kampuni ya Bwana Lawrence. Pumzi yake ilinaswa. Chapisho lilisoma, tunafurahi kumkaribisha mshirika mpya kwa mnyororo wetu wa usambazaji wa mahindi. Tunaamini katika talanta, sio majina. Mafanikio ya kweli yanavaa unyenyekevu. Chini ya maneno kulikuwa na picha. Mara katika gauni lake lililoshonwa vizuri, akitabasamu kwa unyenyekevu karibu na Bwana Lawrence, akishikilia kikapu cha sampuli ya mahindi. Glasi la divai la Clara lilisuka kutoka mkononi mwake na kuvunjika. Hapana, hapana, hii lazima ni utani, alinong'ona, akibofya kwenye picha, akikuza, ili kuhakikisha. Ilikuwa Mara, akionekana si kama alivyokuwa siku Clara alimdhihaki. Alionekana mwenye kiburi, mwenye usawa, mzuri. Mikono yake ilitetemeka. Ghafla, simu yake ililia. Aliichukua. Lakini haikuwa Bwana Lawrence. Ilikuwa nambari kutoka kwenye bodi ya leseni. Bi Clara, sauti ilisema. Tunasikitika kukuambia kwamba kutokana na tukio lililoripotiwa la tabia isiyo ya kitaaluma na ukiukaji wa viwango vya maadili, leseni yako ya biashara imesimamishwa kusubiri uchunguzi zaidi. Nini? Clara alipiga kelele. Hii ni kosa. Nani aliripoti? Tunakushauri uangalie tabia yako ya hivi karibuni ya umma. Hili ni suala zito. Simu ilikufa. Clara alishuka chini, mikono kwenye kichwa chake, chumba kikizunguka. Katika wakati mmoja, msichana aliyedhani amemfedhehesha alikuwa amegeuka kuwa kuanguka kwake kimya kimya. Chumba cha mafunzo cha kampuni kilikuwa na mnumuniko wakati wafanyakazi na wakurugenzi walikusanyika kukutana na mwanamke aliyekuwa nyuma ya makubaliano yao mapya ya usambazaji wa mahindi. Wengine walisikia uvumi, wengine walikuwa wameona chapisho la mitandao ya kijamii cha kampuni likisifu muuzaji mnyenyekevu aliyegeuka mshirika. Lakini hakuna aliyetegemea kile kiliingia kupitia milango ya kioo asubuhi hiyo. Mara, gauni lake la zamani lenye vumbi lilibadilishwa na suti ya njano ya hardali iliyoshonwa. Nywele zake za sokesha zilifungwa vizuri kwenye kisonono, na ujasiri wake ulitoa mwangaza kama jua la asubuhi. Alishikilia folda ya kahawia na kutembea nyuma ya Bwana Lawrence, mshauri wake mpya na mdhamini. Minong'ono ilielea hewani. Huyo ndiye alikuwa akiuza kando ya barabara. Anaonekana wa ajabu. Bwana Lawrence aliimarisha koo lake. Kila mtu, mkutane na Bi Maraobi. Yeye sio tu mkuu wa mnyororo wetu mpya wa usambazaji wa mahindi, bali mfano wa kung'aa wa jinsi shauku na uvumilivu unavyoonekana. Kulikuwa na makofi mafupi. Mara alisimama kuzungumza. Asante, alisema kwa upole. Nilianza biashara yangu ya mahindi si kwa sababu sikuwa na tamaa, bali kwa sababu nilikuwa na sifa nyingi sana na kupuuzwa. Sikungoja milango ifunguliwe. Nilijenga meza kando ya barabara badala yake. Na sasa, kwa msaada wa Bwana Lawrence, tunapanua zaidi ya kile nilichowahi kufikiria. Pumzi za kuvutiwa zilijaza chumba. Wakati huo huo, katika ghorofa moja ya chumba cha kulala upande wa pili wa mji, Clara alikaa mbele ya kompyuta yake, akiweka kasi kwa hasira. Kikasha chake hakikuwa na chochote.
video yake ya mitandao ya kijamii ilifutwa. Leseni yake bado ilisimamishwa na mvumo mtandaoni haukuwa tena kuhusu kampuni yake. Ulikuwa kuhusu Mara. Alitupa kompyuta pembeni na kufunika uso wake kwa mikono yake. Kurudi ofisini, Bwana Lawrence na Mara walitembea kuelekea ukumbi mkuu wa watendaji. "Nataka ukukutanishe na bodi wiki ijayo," alisema. "Tutakuwa tukiandaa mpango wa upanuzi wa miaka 5. Chapa yako ni imara, Mara. Tuifanye ya kitaifa." Mara aliashiria kichwa, macho yaking'aa. "Niko tayari." Walipofika kwenye maegesho ya magari, sauti ilimuita. "Bi Mara." Aligeuka. Ilikuwa mwanamke kijana akibeba trei ya mahindi yaliyookwa. Aproni yake ilikuwa na madoa, uso wake wenye jasho. "Ulinivutia," alisema kwa pumzi nzito. "Nilianza kuuza pia. Labda siku moja nitakuwa kama wewe." Tabasamu la Mara lilikuwa. "Usisimame, hujui ni nani anayeangalia." Alinunua vipande viwili vya mahindi na kumpa Bwana Lawrence kimoja. "Bado ladha bora katika ulimwengu," alicheka. "Na una moyo unaofanana nao." Walipokuwa wakiondoka, bango la matangazo upande wa pili wa barabara kuu lilimetameta tangazo jipya. Kutoka kando ya barabara hadi kwenye bodi, mahindi ya Mara, ladha ya uvumilivu. Na ndani ya gari lile, Mara alifumba macho, akikumbuka msichana ambaye aliwahi kusimama kwenye vumbi, akiita wateja. Hajui kamwe kwamba wakati wake ulikuwa ukija. Mara Obi sasa alikuwa mkurugenzi mkuu mwenye kiburi wa mahindi ya dhahabu ya Mara. Chapa iliyohifadhiwa kwenye maduka makubwa, inahudumia kwenye hoteli, na inapendelewa na nyumba kote nchini. Jina lake lilichapishwa kwenye magazeti. Hadithi yake ilishirikiwa kwenye maonyesho ya mazungumzo. Lakini hakuwahi kusahau alipoanza. Kila mwezi alifadhili ruzuku kwa wauzaji wa barabarani, hasa wale kama yeye waliowahi kupuuzwa na kudhihakiwa. Ilikuwa alasiri ya utulivu ya Jumamosi, wakati Mara alitembea kwenye duka kubwa la umaarufu kununua vifaa vya nyumbani. Alivaa gauni rahisi, hakuna kipodozi, na viatu vya ghorofa. Uficho wake wa kawaida kwa siku kama hii, wakati alitaka tu kuhisi kawaida tena. Alipokuwa akihamia chini ya njia, macho yake yalitua kwenye takwimu inayojulikana. Mwanamke katika sare iliyofifirika alisimama karibu na onyesho, akiita wateja. "Nunua moja, upate nyingine bila malipo. Tafadhali nisaidie kufika lengo langu." Mara alisimama. Sauti hiyo, macho hayo. Ilikuwa Clara. Clara wa zamani wa tabaka la juu, aliyepondewa, mwenye ulimi mkali. Viatu vyake vilivaa. Kipodozi chake kilikuwa kinayeyuka katika joto. Alitazama kwa wasiwasi kana kwamba aliaibishwa kuonekana. Clara alimuona na kuganda. "Mara," alipumua, sauti yake ikitetemeka. "Wewe, uko hapa?" Mara alitoa tabasamu la upole na kuashiria kichwa. "Nimekuja kupata vifaa vya nyumbani." Clara alitazama mbali, kiburi chake kikivunjika. "Naomba samahani, Mara, kwa kila kitu. Nilipoteza leseni yangu, biashara yangu, kila kitu. Nimekuwa nikijaribu kuishi. Nilikosea sana." Duka kubwa lilikuwa kimya. Wateja walipita bila kujali. Clara alipepesa nyuma machozi. "Sitegemei Unify," aliongeza haraka. "Nilihitaji kusema tu." Mara alimchunguza kwa muda, kisha akasogea karibu na kusema kimya kimya, "Nilikusamehe zamani." Midomo ya Mara ilitetemeka. "Ninapanua tena." Mara aliendelea. "Matawi mapya, mikono mingi inahitajika. Je, ungekuwa na nia ya kujiunga na timu yangu?" Clara alipumua kwa nguvu. "Wewe, ungenipa kazi baada ya yote niliyofanya?" Mara aliashiria kichwa. "Watu wanabadilika. Na wakati mwingine mjinga anakufundisha zaidi kuliko mafanikio yangefanya." Kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi, Clara alitabasamu. Sio aina ya kulazimishwa aliyotoa kwa wateja, bali tabasamu la tumaini. "Ndiyo, tafadhali, ningependa kutunukiwa."
Mara alifikia kwenye mkoba wake na kumpa kadi ya biashara. Njoo ofisini Jumatatu asubuhi. Tujengi kitu bora pamoja. Mara alipotembea mbali na kikapu chake cha vifaa vya nyumbani, Clara alitazama kadi kwenye mkono wake unaotetemeka. Nembo ilimetameta. Mahindi ya dhahabu ya Mara. Nje ya duka kubwa, Mara aliingia kwenye gari lake la mng'ao, dereva wake akifungua mlango. Walipokuwa wakiondoka, alitazama nje ya dirisha, akining'inia mwenyewe. Kutoka kando ya barabara hadi kwenye bodi, na sasa nikimpa mtu mwingine fursa ya pili. Alikuwa amekamilisha mzunguko. Je, ungekuwa mahali pa Mara, ungemsamehe Clara? Tuambie katika sehemu ya maoni. Asante kwa kutazama.